Hivi unajua kwamba bidhaa yako ina uwezo kuwafikia watu wengi zaidi ukiwa na nembo ya ubora wa bidhaa kutoka Shirika la Viwango Tanzania na maanisha TBS. Kutokuwa na nembo ya ubora kwenye bidhaa yako kunasababisha baadhi ya watu kupuuzia bidhaa yako wakihofia ubora pamoja na usalama wake. Lakini ukiwa nayo una uwezo wa kutanua zaidi soko la ndani na hata nje ya nchi. Sasa si kila mtu anafahamu namna ya kupata leseni ya kutumia nembo ya ubora wa bidhaa kwenye bidhaa zake. Fuatana nami kwenye video hii na kupitisha hatua moja baada ya nyingine. Na baada ya hapo utakuwa unaweza kuomba leseni ya kutumia nembo ya ubora katika bidhaa zako. Kwanza unatakiwa kufahamu kwamba TBS huwaruhusu wazalishaji wote ambao bidhaa zao zimepimwa na kuthibitishwa kukidhi matakwa ya viwango kutumia alama ya ubora ya TBS kwenye bidhaa zao. Alama ya ubora ya TBS hutumiwa na wazalishaji kwa ajili ya kutangaza bidhaa zao, huku walaji wakiitumia kama ushahidi kwa bidhaa wanayotumia ina ubora unaotakiwa. Zipo hatua mbalimbali ambazo mzalishaji hupaswa kuzizingatia kabla ya kupata leseni ya kutumia alama ya ubora ya TBS kwenye bidhaa yake. Lakini hatua ya kwanza kabisa ni maombi. Maombi ya kupata alama ya ubora wa bidhaa hufanywa na muombaji kupitia mfumo wa kielektroniki wa i-SQMT unaopatikana kupitia tovuti ya TBS, yani www.tbs.go.tz kwenye kitufe cha e-service, au moja kwa moja kupitia linki ya https://portal.tbs.go.tz. Baada ya maombi kukamilika, tarehe ya ukaguzi wa awali hupangwa. Izingatiwe kuwa mwenye kiwanda au mzalishaji anatakiwa kuwa katika eneo la uzalishaji siku ya kufanya ukaguzi wa awali. Hatua ya pili ni kufanya ukaguzi wa awali. Ukaguzi wa awali hufanywa na wakaguzi wa TBS. Sampuli huchukuliwa na hupimwa ili kuona kama bidhaa inakidhi matakwa ya kiwango husika. Mkaguzi huandaa taarifa kuhusu hali halisi ya kiwanda na mambo yanayostahili kurekebishwa. Hatua ya tatu ni upimaji. Sampuli zilizochukuliwa hupimwa katika maabara za TBS kwa kufuata kiwango husika, na mara baada ya kazi ya upimaji kukamilika, ripoti hutolewa kwa muombaji. Hatua ya nne ni utoaji leseni, ambapo uamuzi kuhusu kutoa au kutotoa leseni ya kutumia alama ya ubora hutegemea tu ripoti ya ukaguzi wa awali wa kiwanda pamoja na ripoti ya maabara. Kimsingi, ripoti zote mbili zinatakiwa kuonesha kwamba mazingira ya uzalishaji kiwandani, mfumo wa uzalishaji na bidhaa iliyopimwa havina matatizo. Ikiwa sivyo, basi mzalishaji hutakiwa kufanya marekebisho na baadaye mkaguzi wa TBS hutumwa tena na kuleta sampuli nyingine. Muda wa leseni ya alama ya ubora ni mwaka mmoja na huhuishwa baada ya kuhakikishwa kwamba taratibu zilizokubaliwa zinafuatwa. Serikali hutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya kuhudumia wajasiriamali wadogo na wakati pale wanapoomba bidhaa zao wanazozalisha wenyewe zithibitishwe ubora. Kati yao wapo ambao wanasamehewa kulipa ada yoyote kwa sababu ya mitaji yao kuwa midogo. Ili kupata msamaha huo, mjasiriamali anatakiwa kuwa na barua ya utambulisho kutoka Shirika la Kuhudumia Viwanda Vidogo SIDO pamoja na kuwa na leseni ya biashara. Wajasiriamali waliokwisha pata leseni ya kutumia alama ya ubora wanapaswa kutunza taarifa za uzalishaji na mauzo ambazo watatakiwa kuzionyesha kwa wakaguzi wa TBS pindi zinapohitajika. Asante kwa kusikiliza na kutizama Nukta TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tufuatilie pia kwenye kurasa zetu nyingine za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na X. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania. Nukta TV.